Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia tukazungumza darsa ya hija pamoja na ziara katika maeneo mbalimbali katika miji miwili mitukufu, na tukamaliza darsa hii, na inshallah kuanzia leo Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha tutaanza kuzungumza kuhusiana na ibada ya zaka na sadaka. Zaka na sadaka ni katika ibada muhimu sana kwa Muislamu, na ndio maana leo Waislamu na Uislamu una matatizo mengi sana, kwa sababu watu wanazuia kutoa zaka, watu wanazuia kutoa sadaka. Laitani Waislamu wote wangefahamu umuhimu wa kutoa zaka, wakafahamu umuhimu wa kutoa sadaka, wakafahamu umuhimu wa kufanya jambo hilo na ulazima wake, basi Uislamu na Waislamu tusingekuwa katika matatizo. Ndugu zangu, zaka ni kutoa kiwango maalum cha mali yako kinachotolewa kwa wakati maalum na kupewa watu maalum kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaanza kwa kuizungumza zaka. Si kwamba mtu utatoa zaka vile unavyojisikia na kutaka wewe. Kuna baadhi ya watu, mtu tu ana biashara zake anaamua tu, mimi nachukua 200,000 natoa zaka, mimi nachukua. Hapana. Zaka ni kiwango maalum cha mali yako kilichowekwa na sheria. Lazima mwenye kutoa zaka afahamu hili, kwamba je, katika hii mali yangu mimi nastahiki kutoa zaka ya kiwango gani? Kisha zaka ina wakati wake. Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kuwadhulumu waja wake. Si kwamba wewe utafungua biashara ya dhuhuri, ikifika alasiri wewe utoe zaka. Hapana. Kuna wakati wake ukifika, ambapo wewe ushafanya biashara kiasi fulani, hapa sasa watakiwa utoe zaka. Kwa hiyo lazima usomeshwe, ufahamu, usikize na ujue, je, ni kiwango gani cha zaka ninachotakiwa kutoa? Je, ni wakati gani ambao mimi natakiwa kutoa zaka? Lakini pia yatakiwa tufahamu ya kwamba zaka hupewa watu maalum aliowachagua Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kila umtakaye wewe kwamba wewe utampa zaka. Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu muhimu sana. Kuna baadhi ya watu wanatoa zaka lakini sio kwa kiwango kinachotakiwa watoe. Kuna watu wanatoa zaka si kwa kuwapa watu waliopangiwa na sheria kuwapa, na kuna watu wanatoa zaka si kwa wakati unaotakiwa kutolewa zaka. Baada ya kuyafahamu hayo, natakiwa tufahamu ya kwamba zaka ni faradhi kwa Muislamu anayewajibikiwa kutoa zaka. Zaka sio jambo la khiari. Kama mtu ilivyokuwa ni faradhi kwake kuswali, ni faradhi kwake kufunga, ni faradhi kwake kuhiji, basi ni faradhi kwake kutoa zaka kwa wale wanaostahiki kutoa zaka. Kama ambavyo kuna wanaostahiki kuswali lazima waswali, wanaostahiki kufunga lazima wafunge, wanaostahiki kwenda hija lazima wafunge. Utashangaa nikisema hivi, lakini kuna wakati mwanamke mwenye siku zake hatakiwi kuswali, mwanamke mwenye siku zake au aliyezaa hatakiwi kufunga, mtoto mdogo asiyekuwa na akili, mwenda wazimu, hatakiwi kufunga, halazimikiwi kuswali. Kwa hiyo hali kadhalika ibada hii ya zaka ina watu maalumu ambao wanastahiki. Si kila mwenye kufanya biashara anatakiwa atoe zaka. Sheria imepanga kila kitu kwa utaratibu wake. Pitia, soma, someshwa, sikiza ili upate kuyafahamu haya. Hali kadhalika tutakiwa tujue ya kwamba zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amesema, bunia liislamu ala khamsi, umejengwa huu Uislamu katika nguzo tano. Uislamu umejengeka katika mambo matano: shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, ni kushuhudia na kukiri kwa ulimi wako ya kwamba hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mja wake na mtume wake. Hili ni jambo la kwanza kabisa katika Uislamu. Jambo la pili tukaambiwa wa iqami salat, na kusimamisha swala. Jambo la tatu tukaambiwa wa itai zakat, na kutoa zaka. Kwa hiyo utaona kwamba zaka ni katika nguzo za Uislamu. Na ndugu yangu katika imani, yatakiwa ufahamu ya kwamba zaka
ni ulinzi na ni safisho la mali yako hapa duniani. Unapotoa zaka umeweka ulinzi wa mali yako. Unapotoa sadaka umeweka ulinzi wa mali yako na nafsi yako. Na unapotoa zaka basi fahamu ya kwamba umetoa uchafu katika mali yako. Hii ni safisho la mali yako. Unapokaa na zaka na mali chafu. Lakini pia fahamu ya kwamba zaka ni ibada ambayo itakufanya utakuwa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Kwani hakika asiyetoa zaka huyu ana adhabu mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia mambo haya amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, hakika yule ambaye atakuwa ni mwenye kutoa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kwamba huku kutoa kwangu mimi ni jambo ambalo ni la wajibu. Allah asema fasanuyassiruhu lilyusra, mtu huyu tutamfanyia mambo yake kuwa mepesi kutoka hapa duniani mpaka huko mbele ya akhira anapokwenda. Allah akasema wa amma man bakhila wastaghna, ama yule mwenye kufanya ubakhili akazuia akawa hataki kutoa, wakadhaba bil husna, na akayakataa haya mambo ya kutoa, akaona sio mambo ambayo ya muhimu kwake. Allah asema fasanuyassiruhu lil usra, tutamfanyia uzito katika mambo yake kutoka hapa duniani, mambo yake ataona mazito, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia adhabu juu ya adhabu. Ndugu zangu, tunatakiwa tufahamu mambo mawili muhimu katika utoaji wa zaka. Yoyote ambaye atakataa kutoa zaka kwa ujeuri tu na kibri, basi mtu huyu atakuwa amekufuru. Hii ni kauli ya ijmai ya wanawachuoni. Wanawachuoni wote wamekubaliana, mwenye kukataa kutoa zaka kwa ujeuri, anafahamu yeye anawajibika kutoa zaka, akakataa kutoa zaka, basi huyu amekufuru. Na yule ambaye atakataa kutoa zaka kwa ubakhili, sheria inasema kama serikali itakuwa ni ya Kiislamu, basi huyu akanyang'anywe zikachukuliwe zaka kwa lazima. Na hili limefanyika wakati wa Abu Bakar Siddiq baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wako watu ambao walikataa kutoa zaka. Abu Bakar Siddiq akasema, siwaachi, mimi nitapigana na nyinyi kwa ajili kuhakikisha kwamba mmetoa zaka. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli, wala wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili katika kutoa kile alichowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema huwa khairan lahum, wakadhani kwamba hiyo ni khairi kwao. Usifikirie wewe ukaacha kutoa zaka ukabakiwa na unachobakiwa ukafikiri ndio khairi, utaongeza mali yako. Allah asema bali huwa sharrun lahum, bali hiyo ni shari kubwa kwa wao. Kwa nini? Asema sayutawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema atakwenda kuadhibiwa nayo, atakwenda kuning'inizwa nayo ile mali ambayo ameifanyia ubakhili katika moto wa Jahannam, atakuwa katika jambo hilo. Ndugu zangu, tupende kutoa zaka na sadaka, tuone umuhimu wake na tusome hili jambo ili tuweze kuhifadhi mali zetu, tuhifadhi familia zetu, tuwe salama na maisha yetu kwa ajili ya kuyafanya mambo hayo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kupenda na kutoa zaka na sadaka, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri na atuepushe na ubakhili. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.